Tumsifu Yesu Kristo, mtazamaji mpendwa wa Jugo Media, Injili kiganjani mwako. Bado tupo hapa kanisa kuu la Jimbo Katoliki la Iringa, kanisa la Moyo Mtakatifu wa Yesu. Tuko hapa tukiendelea kufanya mashangilio kumshangilia askofu mteule Romanus Mihali ambaye kesho atapewa daraja takatifu ya uaskofu. Na pembeni yangu niko na maaskofu. Leo nimestahili kukaa katikati ya wakubwa. Bila shaka mtapata baraka. Mababa, tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Kwa faida ya mtazamaji tukufahamu baba. Naitwa Askofu Eusebius Zigilo wa Jimbo la Mpanda. Naam. Baba Anthony Lagwen wa Jimbo la Mbulu. Anton Lagwen wa Jimbo la Mbulu na Mhasham Enzigiro wa Jimbo la Mpanda. Huyu ni kiongozi wetu wa mawasiliano. Baba, unajisikiaje kuwa sehemu ya hii historia katika jimbo hili la Iringa? Ni kitu cha kumshukuru Mwenyezi Mungu na kinachofurahisha tunapopata mchungaji mpya katika jimbo. Ni baraka sio tu kwa jimbo bali kwa kanisa la Tanzania na ulimwengu kwa ujumla. Ni furaha kubwa. Hongereni sana baba. Asante sana. Nini tafakari yako? Ni kama mmeongeza mgeni viko ni urika wenu. Furaha yako ni ipi? Askofu alikuwa wa Iringa Mhashamu Taasisi Ngalekumtwa alistaafu kufutana baada ya kufikia umri. Sasa anapostaafu askofu, jimbo linapobaki wazi, huwa kunakuwa na sala na maombi na dua mbalimbali kwa Mwenyezi Mungu kuomba apatikane mchungaji mkuu mpya wa kuendeleza kazi ya utume. Sasa kwa jimbo la Iringa ni neema na baraka kubwa kwamba hata kabla hujapita muda mrefu tayari Baba Mtakatifu akawa amechagua tena askofu mwingine mpya katika nafsi ya ndugu yetu Romanus Mihali ambaye tutamsimika kesho na kumweka wakfu ili utume uendelee. Kwa hiyo tunafurahi kwamba tunajua kondoo wana mchungaji wako katika mikono salama. Hongera sana baba. Hongera sana. Baba Lagweni, tumsifu Yesu Kristo tena. Hongera sana. Asante sana. Nawe furaha yako ni ipi kushiriki katika tukio hili la kihistoria hapa Jimbo Katoliki la Iringa? Kwa kweli tunafurahi kwamba jimbo limempata mchungaji. Mchungaji ambaye ataliongoza baada ya askofu aliyekuepo kustaafu. Ndio. Kwa hiyo tunafurahi kama kanisa kwa ujumla, lakini watu wote kwa ujumla, kwa sababu askofu ni kiongozi wa watu wa taifa la Mungu. Kwa hiyo tunafurahi. Jambo la msingi ni furaha hiyo. Ndio. Na tuko hapa pia kumwombea ili aendelee kuwa na afya na nguvu, atimize wajibu wake kama mchungaji katika jimbo hili vizuri. Hongera sana baba. Asante sana. Baba Nzigirwa, wakati Baba Mtakatifu anatoa uteuzi wa askofu yoyote yule ambaye anateuliwa, baada ya kupokea ule uteuzi, nyie kama maaskofu huwa mnafanya nini? Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa kawaida mchakato unapofanyika, kuna maaskofu watakuwa wameshaulizwa kwamba kuna majina haya yanapendekezwa, mnasemaje? Basi kuna maaskofu watakuwa ulizwa, watatoa mapendekezo yao. Hapo tunaacha ofisi ya Baba Mtakatifu ikamilishe uteuzi. Na uteuzi ukikamilika, basi huwa tunajulishwa siku moja mbili kabla ya kutangazwa, na kwa hiyo sisi tunakuwa tunaanza kuifurahia ile sherehe ya uteuzi mapema kidogo, na tunanyoosha mikono yetu kwa Mwenyezi Mungu kumwambia Mungu asante kwa kusikiza sala zetu. Tunafurahi sana. Naomba swali hili lije kwako baba. Wakati Baba Mtakatifu anamteua Mhasham Mihali askofu mteule, alikuwa pamoja na kwamba afya yake ilikuwa inatetereka, lakini alikuwa ni mzima. Lakini leo anazikwa. Na kesho tunafanya mashangilio. Labda hiki utaratibu wa kanisa ipoje? Kama tunaweza tukafanya mashangilio wakati kiongozi wetu wa kanisa amefariki, na siku hii ya leo anazikwa, na kesho bado maombolezo yanaendelea. Na hapo ndipo napoanza kuelewa lile fumbo la ukombozi wetu. Unajua hata kukombolewa kwetu, Yesu aliteseka, lakini ndani ateseka mateso hayo na huzuni kuna furaha kukombolewa. Baba Mtakatifu Francisco amefariki, amezikwa leo. Na sisi leo tunampokea Askofu Mihali hapa Jimbo la Iringa, na kesho tutamweka wakfu na kumsimika. Na Roma ilitangaza kabisa kwamba pamoja na kwamba kanisa limepata msiba huu mkubwa wa kiulimwengu, walitoa maelekezo kabisa shughuli zote za kikanisa katika majimbo ziendelee kama zilivyokuwa zimepangwa. Ni muongozo ulishatolewa, vinginevyo tungeweza kufanya tafakari vingine, lakini maelekezo ambayo tayari yalishatolewa na kanisa ulimwengu kwamba ni kweli msiba umetokea, lakini wakati unatokea tayari majimbo na makanisa ulimwenguni kote walikuwa na mipango na ratiba zao mbalimbali za kichungaji na za kiimani, wakisema hizo ziendelee kama zilivyopangwa. Na ndio maana sisi tunaendelea ili tunaweza kutafakari kwamba ndani ya huzuni hii kuna furaha. Kama ambapo tumetoka kusherehekea sikukuu ya Pasaka, ndani ya mateso ya Kristo kuna ukombozi. Kwa hiyo tunaunganisha mateso na furaha katika kukamilisha kazi ya ukombozi. Kwa hiyo tunamshukuru Papa Francisco
ametuchagulia askofu mpya hapa na Mwenyezi Mungu akapepeta kumchukua kwake. Tunamshukuru, tunahuzunika, lakini tunafurahi vile vile. Hakika baba, pole na hongera kwa tukio hili. Sasa huo ni utaratibu ambao upo au ni umetoa tu utaratibu wa hivi karibuni, utaratibu wa kudumu kwamba ikitokea msiba wakati kuna tukio lingine la kikanisa uendelee, hizo sherehe ziendelee, au tu ni utaratibu ambao umetolewa hivi karibuni? Hapa ni mwongozo huu, ni wa kawaida, lakini kuna busara kutegemea aina ya tukio. Yangeweza kuwepo kwa baadhi ya matukio ambayo unaweza kuahirisha bila kuleta athari kubwa katika maandalizi, ingeweza kuahirishwa kidogo. Lakini kwa hili na maandalizi yake ambayo yanahusisha sio tu watu wa Iringa, yanahusisha watu wa taifa zima na hata nje ya nchi, kuliahirisha linakuwa na athari kubwa kuliko kuliendeleza, hasa kuzingatia kwamba ruhusa kuliendeleza tayari ipo. Ndio. Hongera sana baba. Nigeukie kwa Askofu Lagweni huku. Umefanya kazi na Tarsisius Ngalale-Kumto kwa muda mrefu sana, nafikiri kama sio muda mfupi utatueleza. Unamfahamu kwa namna gani Tarsisius Ngalale-Kumto ambaye tayari ameshastaafu? Ya, asante sana. Askofu Tarsisius namfahamu kwa muda wa kutosha kabla hata sijawa askofu, kwa sababu katika kanisa amekuwa akihudumia. Sifahamu sana akiwa padri, lakini tangu amekuwa askofu akiwa kule Sumbawanga, walau habari zake jinsi alivyofanya utume napata. Lakini akiwa askofu wa Iringa nimemfahamu, na baadaye nilipojiunga mimi mwenyewe au nilipoteuliwa kuwa askofu, nimepata nafasi pia ya kukaa naye, kuhudumia naye. Kwa kweli ni baba mwenye busara, mwenye hekima, na mtu ambaye ni imara sana katika imani. Wakati wote kwa kila jambo anaonyesha kuwa na matumaini. Kwa hivi tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya uhai wake, zawadi ya maisha yake kwa ujumla, ya imani alionayo, wito aliompa na huduma nyingi alizotoa jimbo la Iringa, maeneo mengine aliyohudumia, lakini pia kwa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania. Amekuwa na nafasi muhimu sana. Alishakuwa rais wa baraza, lakini pia ameshika au amehudumia idara mbalimbali katika Baraza la Maaskofu Tanzania. Kwa hiyo mchango wake ni mkubwa sana. Tunamshukuru Mungu kwa kweli kwa maisha yake na kwa utume ambao ameonyesha kwa kanisa. Ni kama kazi aliyofanya anastahili kupumzika sasa. Ni kweli anapaswa kupumzika kutokana na umri, kwa kanuni anapaswa, lakini vile vile umri, afya, kwa hiyo wengine anawapisha. Tunamshukuru Mungu, tayari yuko mwingine sasa ambaye atasaidia pale ambapo alikuwa amefanya. Kwa hiyo anashika kijiti, anaendelea kutoka pale alipokuwa. Asante. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu. Asante sana. La mwisho kabisa baba, kwenye mitandao ya kijamii tumeona ni kama tunaweza kusema sijui ni kampeni au ni mitazamo ya watu kwamba inawezekana katika uchaguzi huu wa Baba Mtakatifu wataweza kupatikana na mababa watakatifu pengine Mwafrika, na tayari kuna wameshaanza kutajwa pale, sijui mmoja anatokea Ghana, sijui mmoja anatokea pale. Hili lipoje? Mtazamo unatoka wapi, au ni mtazamo potoshi? Hapana, huo ni tungeweza kusema kwamba ni uhuru wa watu kutoa maoni yao. Hiyo huwezi kuzuia mtu kufikiri anavyofanya, anavyofikiria au anavyopenda yeye. Lakini tu kitu kimoja tu niwaambie watazamaji wetu kwamba makardinali wale watakoingia kwenye kile chumba cha uchaguzi ndio wenye majibu ya nani atakayekuwa Baba Mtakatifu. Haya mengine yote mnaosikia kwenye mitandao, yani hayo mimi naohakika kwa asilimia kubwa tu kwamba hayajakaa hivyo. Wale wazee mimi nawajua sana, wale makardinali wetu. Wakiingia kule huwa hawasikilizaji sana mambo ya mitandaoni. Wenyewe watasali, watamsikiliza Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu kupitia wao atuambia huyu ataliongoza kanisa. Hizi nyingine ni media tu. Siwezi kusema propaganda, basi ni opinion zao, ni maoni yao, tunaweza tukasikiliza, lakini wajua kwa asilimia zote yale hayana kuwa na athari zote kwa makardinali kule ndani ya conclave wakati wa kumchagua Baba Mtakatifu. Naomba niwashukuru wote kwa pamoja. Niwashukuru kwa muda wenu. Najua mmesafiri kutoka maeneo mbalimbali, kutoka Mbulu na kutoka Mpanda. Ni mbali kweli kweli mmefika hapa. Niwape pole kwa safari na niwatakie maandalizi mema. Kwanza ya masifu jioni, baadaye masifu ya jioni, lakini hatimaye adhimisho la misa takatifu ya kumweka wakfu kesho Mwasham Mihali. Asante sana. Kila laheri. Asante. Asante.